Habari msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Bado tupo katika kitabu cha Alf Layla wa Layla. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abedi. Kama kawaida, nitarejea kidogo sehemu iliyopita na baadaye tutaendelea sehemu inayofuata. Walipotoweka, nikashuka pale mtini, nikaenda pale pahali, nikachimba tena mpaka nikalifikia lango lililokuwa na pete ya chuma. Nikaliinua kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, nikaona ngazi ya mawe iliyoshuka chini, nikaifuata. Nilipofika chini, nikajikuta nimo kwenye chumba kikubwa kilichowashwa mishumaa na chenye mazulia ya Kiajemi na busati za hariri. Katikati yake palikuwa na majagi na maua na mabakuli ya matunda ya kila namna. Hapo nikamwona yule kijana. Alikuwa ameketi kwenye sofa huku kashikilia upepeo akijipepea. Aliponiona akashtuka, akanyanyuka akarudi kinyume pale sofani. Nikamtoa woga kwa kumwambia, usiogope kijana, mimi si jini wala si pepo mbaya, bali mfalme, mwana wa mfalme. Bahati mbaya ndiyo ilioniongoza na kunileta hapa. Kuja kwangu huenda kukakufariji katika upweke huu ulionao. Tafadhali na kusihi, niambie sababu ya kuletwa kwako hapa kisiwani pasipokuwa na mwanadamu yoyote. Maneno yangu haya yakamtia nguvu yule kijana. Akanikaribisha kwa heshima, akataka nikae naye pale kwenye sofa. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alf Layla wa Layla. Jua ndugu yangu, akaanza yule kijana, kuwa mimi ni mtoto wa pekee wa tajiri muuza johari na vito vya tunu, ajulikanaye kote ulimwenguni kwa biashara na kwa merekebu zake nyingi. Japokuwa baba yangu alikuwa na utajiri mkubwa hivyo, siku zote akawa na huzuni kwa kutojaliwa kupata mtoto wa kiume wa kuurithi utajiri wake, mpaka alipopata umri wa utu uzima kabisa. Usiku mmoja akaota atapata mtoto wa kiume, lakini mtoto huyo atakufa kabla ya yeye mwenyewe. Alipoamka, baba yangu akawa amejaa huzuni. Baada ya mwaka mmoja nikazaliwa. Ijapokuwa aliota kifo changu, kuzaliwa kwangu kulimfanya babangu afurahi sana. Akaandaa karamu kubwa, akatoa sadaka kwa maskini na kwa wahitaji. Walakini wanazuoni wajuzi wa ilmu falak, wapiga bao na wabashiri wa mji wakambashiria kuwa nitakapotimiza umri wa miaka 15 nitauawa na mfalme mmoja aitwaye Ajib bin Hasib. Mwezi mmoja tu baada ya kuangushwa sanamu ya farasi wa shaba iliyoko juu ya ule mlima wa Smaku ulioko Bahari Kuu. Kusikia maneno hayo, baba yangu akaingiwa na hofu na wasiwasi mwingi, kwani nilipotimiza umri wa miaka 15, wabashiri hao wakamjia tena baba yangu wakamwambia kuwa ile sanamu imeangushwa na mfalme Ajib bin Hasib. Habari hizi zikamtia baba yangu kihoro cha msiba mkubwa. Ndipo akanileta hapa katika kisiwa hiki kisichojulikana, alikonijengea chumba hiki ardhini ili nisalimike na mfalme Ajib bin Hasib. Ameniahidi atakuja kunitoa baada ya siku hiyo kupita. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alf Layla wa Layla. Ama kusema kweli, mimi sina hofu yoyote, maana mfalme aitwaye Ajib bin Hasib
hawezi kuacha shughuli zake muhimu akaja kunidhuru mimi hapa. Akamaliza kusema yule kijana. Nilistaajabu sana kusikia maneno hayo, kwani mimi ndiye Ajib bin Hasibu aliyelenga mshale ile sanamu ya mpanda farasi na kuiangusha baharini. Wallahi, nikaapa kimoyomoyo, kijana mzuri huyu hatadhurika mikononi mwangu. Mwenyezi Mungu akusalimishe ndugu yangu, nikamwambia yule kijana. Tena akulinde na mabaya yote, usiwe na hofu wala wasiwasi wowote. Nitakuwa nawe na nitakulinda dhidi ya madhara yoyote, na insha Allah siku itafika ambapo sote wawili tutakwenda makwetu salama salmini. Yule kijana akafurahi sana, akanishukuru, na mimi nikajihadhari sana katika mazungumzo yetu nisije nikateleza ulimi na kumwambia kuwa mimi ndiye Ajibu mwenyewe. Jioni nikawasha mishumaa mingi zaidi, nikafukiza udi, tukala, tukanywa katika hali ya furaha na ya amani. Asubuhi nikachukua dishi, nikamjazia maji vuguvugu, akanawa uso. Rafiki yangu akaniambia, nikiupita ule muda uliobashiriwa na nikiokoka mikononi mwa mfalme Ajib bin Hasib, na kuahidi kuwa utatunukiwa ijara kubwa unayostahili kwa wema wako na kwa huduma zako zote unazonihudumia. Basi tukawa tunaishi pale kisiwani kwa furaha na kwa amani, huku tukiupitisha wakati wetu wote kwa michezo mbalimbali. Jioni ya kukamilika ile siku iliyobashiriwa, yule kijana akaoga vizuri, na baada ya kupumzika kwenye sofa yake akaniambia anataka kula. Nikamletea tango maji sahanini, halafu akaniambia kisu cha kukatia kimo katika kabati juu ya ile sofa aliyoikalia. Nikalikanyaga lile sofa kuchukua kile kisu kilichokuwa ndani ya kabati ndogo iliyopigiliwa ukutani juu ya lile sofa. Ama kusema kweli, ajali haina kinga. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alf Lela Lela. Mara tu nilipokitia kile kisu mikononi, nikateleza, nikamwangukia yule kijana na kile kisu kilichokuwa nimekishikilia mpini wake. Kwa bahati mbaya, nikamchoma yule kijana kifuani na kumuingia mpaka moyoni. La haula! Kusema kweli, huwezi kukisia jinsi nilivyofadhaika. Nikalia huku nikijipiga uso na kuchana nguo zangu, lakini maji yakimwagika hayazoleki. Kilio changu hakikusaidia chochote, kwani yule kijana alikuwa ameshakata roho. Nikamshukuru Mwenyezi Mungu, kwani liandikwalo ndilo liwalo. Ule ubashiri wa wanazuoni ukathibitika. Bila kukawia, nikaufungua ule mlango, nikatoka haraka mle ardhini, nikapafukia tena vizuri pale mahali kama palivyokuwa awali. Mara tu nilipomaliza, kwa mbali nikaona merikebu ikija. Watakapomwona yule kijana kafa, nikajiambia watajua ni mimi tu ndiye niliyemuua, na bila shaka yoyote wakiniona wataniua kikatili. Basi nikakimbia, nikaupanda mti mkubwa uliokuwa karibu, nikajificha katika matawi yake yenye majani mengi. Baada ya muda, yule Sheikh, babake yule kijana marehemu, akashuka ufukweni akiongozana na watumwa wake. Moja kwa moja wakaelekea kule walikomficha yule kijana, wakapafukua, wakaingia ndani.
Alipomwona mwanawe kakitwa kisu cha moyoni, yule shehe akazimia. Wale watumwa wake wakapiga makelele, wakambeba bwana wao, wakamtoa nje, wakamlaza karibu na pale mlangoni. Halafu wakarudi tena ndani, wakamtoa yule kijana, wakamfunika shuka nadhifu ya hariri, wakamlaza karibu na baba yake, ambaye baada ya kupata nafuu alinyanyua kichwa, akamtazama mwanawe, akapaza sauti, akakata roho pale pale. Wale watumwa baada ya kupiga mayowe na kujimwagia mchanga vichwani, wakawabeba wale maiti mpaka merikebuni, wakang'oa nanga, wakatweka matanga, wakatoweka. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela. Sasa nikawa sina nguvu kwa huzuni ya yale maafa yaliyotokea pale kisiwani, ambapo nilijikuta niko peke yangu. Nikaanza kuzunguka kile kisiwa kwa muda wa siku kadhaa. Siku moja nikagundua kuwa maji ya Kipwa huiacha kavu sehemu yote ya magharibi ya kile kisiwa mpaka kufikia ng'ambo ya pili ya nchi kavu iliyokuwa jirani. Nikaifurahia sana nafasi hii ya kuweza kuokoka upesi kutoka pale kisiwani. Basi siku ya pili maji yalipokupwa tena, nikavuka kwa miguu kutoka pale kisiwani mpaka nchi kavu iliyokuwa jirani, ambako kwa mbali niliona kitu kiking'aa kwa mwangaza mkali wa jua. Nikaelekea kule. Nilipokaribia baada ya kutembea kitambo, nikaona kumbe lilikuwa ni kasri zuri la shaba likitoa nuru kwa mwangaza wa jua. Nikakaa mbele yake kulistaajabia. Mara nikaona shehe mmoja mzee akitoka mle akiongozana na vijana 10 waliovalia libasi nzuri za thamani. Kwa mshangao wangu mkubwa, nikaona kila mmoja wao ana chongo mkono wa kulia, na wao waliponiona wakastaajabu, wakanijia, wakanikaribisha, wakaniuliza nilikotoka. Baada ya kuwaeleza mkasa wangu wote, wakazidi kustaajabu. Basi wakaniongoza mpaka ndani ya kasri lao, ambamo katikati ya sebule niliona makochi 10 yaliyopambwa kwa mazulia ya rangi ya kibuluu, na katikati yake pana kochi jingine dogo. Yule sheikh akaketi pale penye lile kochi dogo, na wale vijana nao wakaketi kwenye yale makochi mengine. Keti, wakaniashiria, lakini tafadhali usituulize jinsi tulivyopata chongo, wala usiulize juu ya lolote utakaloliona likitendeka humu ndani. Baada ya kupumzika nao kwa muda, yule sheikh akainuka, akatuletea maakuli ya nyama, khubs na sharbati. Baada ya kula na kunywa nao, wale vijana wakamwambia yule sheikh, sasa hatuna budi kutekeleza kazi yetu. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela. Bila kunena lolote, yule shehe akaondoka, akaingia katika chumba kimoja kilichokuwa karibu. Alipotoka humo, alikuwa amebeba mishumaa 10 na madishi 10 yaliyofunikwa kwa vifuniko vya rangi ya samawati. Akayaweka mbele ya kila mmoja wa wale vijana. Halafu akaipanga ile mishumaa mbele ya kila mmoja wao, akaiwasha. Kila mmoja wa wale vijana alipolifunua dishi lake, nikaona mna majivu na poda ya masizi ya makaa. Wale vijana wakakunja majoho yao mikononi, wakayachanganya yale majivu na yale masizi, wakaanza kujipaka nayo usoni na nguoni. Halafu wakaanza kujipiga makonde mashavuni na vifuani, huku wakiomboleza.
Ole wetu, sisi ndiyo tuliojisababishia masaibu yote yaliyotupata. Wakaendelea kuomboleza hivyo mpaka usiku wa manane. Kulipokucha, wakaoga katika maji vuguvugu waliotayarishiwa na yule shekhi. Halafu wakavaa nguo safi wakalala. Ama kusema kweli, kitendo hicho kilinitia shauku kubwa ya kutaka kujua sababu yake. Nikawaomba wanieleze, lakini wakanijibu, tulikuonya usiulize lolote. Tena tahadhari sana, usijitie katika mambo yasiyokuhusu. Basi nikakaa nao kwa muda wa mwezi mzima, na kila usiku wale vijana wakarudia ibada ile ile. Mwisho nikashindwa kustahamili, nikawaambia, ndugu zangu, kwa jina la Rahmani, na wasihi mnieleze sababu ya vitendo vyenu, ama sivyo nitakufa kwa huzuni. Ama wewe ni mtu usiye na bahati. Wakaniambia, kwa nini unajitakia madhara? Fuata ushauri wetu, usijitakie masaibu yaliyotupata sisi. Hilo tunakuonya litakuwa ni kosa kubwa litakalokuletea majuto makubwa maishani mwako. Nilijua kuwa majuto ni mjukuu, huja baadaye, na kwamba asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Lakini hata hivyo sikutaka aslani kuwasikiliza. Watu hunena, mkaidi hafaidi ila siku ya Idi. Walipoona ukaidi wangu umezidi na sitaki kuwasikiliza, wakamleta kondoo, wakamchinja. Baada ya kumchuna, wakaniambia, tutakushonea ndani ya hii ngozi ya kondoo, halafu tutakuacha hapa nje ya kasri. Baada ya muda kutakuja ndege kubwa liitwalo Roc, litakalo kunyakuwa na kupaa nawe mpaka juu ya mlima. Litakapotua, ipasue ngozi utoke haraka. Dege likikuona litashtuka, litaruka. Shuka mlima, utembee mwendo wa siku nzima kuelekea mashariki. Mwisho utaona kasri la rangi ya dhahabu lililopambwa kwa yakuti na zumaridi. Ingia humo kama tulivyofanya sisi, na ndipo utakapoyaona tuliyoyaona. Lakini jua kwamba tulipoondoka huko, kila mmoja wetu akawa ana hali hii unayotuona nayo. Wale vijana waliposhindwa kabisa kunishawishi nisijitie katika masaibu yaliyowapata, wakanipa kisu, wakanishonea ndani ya kiriba cha ile ngozi, wakaniacha pale nje uwanjani. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela. Baada ya muda si mrefu nikanyakuliwa na ndege kwa kucha zake kali, likapaa nami. Liliponitua nikaipasua ile ngozi, nikatoka. Ndege kuniona tu likaruka, likaniacha pale juu ya kilele cha mlima mrefu. Baada ya safari ndefu nikafika pale penye lile kasri, kama wale vijana wenye chongo walivyoniambia. Nilipoingia ndani nikajikuta kwenye uwanja mkubwa. Ndipo nikaona milango 40, 39 ilikuwa wazi, na wa 40 ambao ulikuwa wa dhahabu ulikuwa umefungwa. Baada ya kutazama huko na huko, nikaingia katika chumba kimoja kilichokuwa karibu yangu, nilikosikia sauti za kike. Humo nikawaona wasichana 40, kila mmoja mzuri kumshinda mwenzake. Waliponiona wakanyanyuka, wakanipokea kwa furaha, wakaniambia, karibu katika nyumba hii bwana wetu. Kwa muda wa siku 30 tumekuwa tukikisubiri kwa hamu kubwa. Asifiwe Mwenyezi Mungu aliyekufikisha hapa kwetu salama salmina.
Baada ya kuniogesha kwa maji ya marashi na kunivisha mavazi nadhifu mazuri ya thamani, wale wasichana wakanikaribisha kwenye sofa, wakaniletea maakuli, halafu wakaniambia, toka sasa utakuwa bwana wetu, nasi tutakuwa watumwa wako watiifu. Hapo watano wao wakatandika zulia miguuni pangu, wakapapamba kwa maua na matunda ya kila namna. Halafu wakaandaa chakula cha namna kwa namna, wakanilisha, huku wengine wakinipepea, wakiniimbia na kunistarehesha kwa vinubi na gambusi. Tukaendelea kunywa kwa muda wa saa nyingi mpaka nikasahau masaibu yote yaliyonipata. Usiku wa manane wakaniambia, wakati wa kulala umewadia. Tafadhali mchague mmoja wetu bwana wetu, uende naye. Nikamchagua msichana mmoja mzuri mwenye sura kama usiku wa mbaramwezi wa 15, mwenye macho meusi kama yaliyopakwa wanja na mwenye mdomo kama yakuti na meno kama lulu. Akaniongoza mpaka chumbani kwake. Kifupi, ule usiku nikaupitisha katika hali ambayo katika maisha yangu yote sijapata kuupitisha. Asubuhi ya pili wale wasichana wakanichukua mpaka kwenye hamamu, wakaniogesha tena, kisha wakanivisha lebasi nyingine ya thamani. Basi nikaishi nao namna hii kwa muda wa mwaka mzima, kila usiku nikistareheshwa na msichana tofauti. Siku ya mwisho wa mwaka ilipowadia, wale wasichana wakanijia huku wakitiririkwa machozi. Bwana wetu la azizi, wakaniambia, siku ya kuagana kwetu imewadia, walakini ukifuata ushauri wetu utaishi nasi katika maisha haya ya raha na starehe mpaka kufa kwako. Lakini usipofuata ushauri wetu, hatutaonana tena na utajuta katika maisha yako yote. Lakini nikauliza kwa wasiwasi na mastajabu makubwa, kwa nini mniache peke yangu na kwa nini mnasema maneno haya? Jua, wakaniambia, kwa sisi ni mabinti sultani wa koo mbalimbali za kifalme. Tumeishi hapa kwa muda wa miaka mingi. Hatuwezi kukuambia tulivyofika hapa na kwa sababu, lakini kila mwisho wa mwaka hatuna budi kuondoka kwa muda wa siku 40 kwenda kutekeleza shughuli maalumu za siri. Walakini kabla hatujaondoka, tunakuachia funguo hizi za milango yote 40 ya kasri letu, ili usipungukiwe na kitu chochote wakati tutakapoondoka. Una ruhusa ya kufungua milango yote na kujifurahisha na kila utakachokiona humu, ila tunakuonya usifungue ule mlango wa 40 wa dhahabu. Kwa usalama wako na kwa furaha ya maisha yako, tunasisitiza na tunarudia tena, ni mamnuu kabisa kufungua mlango huo. Msikilizaji, ulikuwa nami Fatia Abeid. Usikose kufuatilia sehemu itakayofuata ya Alf Lela u Leila.